Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba Greenland itachukuliwa na Marekani kutokana na udhaifu waliokuwa nao watu wa magharibi, kwa maana nchi za magharibi ambazo pia ni wanachama wa NATO. Marekani inahitaji kuchukua udhibiti wa Greenland kwa sababu mataifa ya Ulaya ni dhaifu mno na hawawezi kulinda kisiwa hicho cha kimkakati cha Arctic katika mzozo unaoweza kutokea siku zijazo. Hii ni kwa mujibu wa waziri wa fedha Scott Bessent ambaye ameeleza hayo. Katika ripoti imeelezwa kwamba moja kati ya jambo ambalo mataifa magharibi yameonyesha ni udhaifu na kuwa na uoga, na kwamba hayapo na ushirikiano wa kimkakati katika kulinda eneo hilo, na hivyo Marekani inalazimika kuchukua eneo hilo. Mataifa hayo yanashindwa hata kuizuia Marekani katika kutaka kuchukua eneo hilo. Siku za hivi karibuni, baada ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump, mataifa 8 ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Sweden na mataifa mengineyo ya Ulaya yaliamua kupeleka wanajeshi wao katika eneo hilo la Greenland, lakini cha ajabu Ujerumani iliamua kuwaondoa wanajeshi wake kutokana na hofu ambayo inaelezwa na wachambuzi wa mambo kwamba ni uoga kutoka kwa Marekani baada ya Marekani kutangaza itaweza kutoza ushuru wa 10% kuanzia Februari mosi, lakini pia katika siku zijazo ushuru huo unaweza ukaendelea hadi 25%. Rais wa Marekani Donald Trump kwa muda mrefu amekuwa akitafuta udhibiti wa Marekani juu ya Greenland, eneo linalojiendesha la Denmark lenye wakazi wapatao 56,000, akisema kisiwa hicho ni muhimu kwa ulinzi wa Marekani dhidi ya Urusi na China. Msukumo wa Trump umezusha mtafaruku mkubwa kati ya Washington na washirika wake wa NATO wa Ulaya ambao wamekataa mabadiliko yoyote katika hadhi ya Greenland na kuonya kwamba shinikizo la Marekani linadhoofisha sheria za kimataifa na umoja wa jumuiya hiyo. Katika mahojiano na shirika la habari la NBC News Jumapili, Scott Bessent kwa mara nyingine tena aliiweka Greenland kama muhimu kwa ulinzi wa Marekani katika vita vya Arctic vinavyokuja, akisisitiza kwamba Washington haitotoa usalama wa taifa letu ikiwa eneo hilo litabaki kuwa sehemu ya Denmark. Iwapo kungekuwa na shambulizi dhidi ya Greenland kutoka Urusi, kutoka eneo lingine, tungeburutwa ndani. Kwa hivyo afadhali sasa amani kupitia nguvu ifanyike, iwe sehemu ya Marekani. Sisi ni nchi yenye nguvu zaidi duniani. Wazungu, kwa maana watu wa Ulaya, ni wadhaifu, hawawezi kupigana vita vyovyote na Urusi wala Uchina. Marekani na miradi yenye nguvu, aliongeza, akisema kuwa nchi za Ulaya haziwezi kuirudisha nyuma Urusi ama Uchina. Hata kwa mifano mingi inatolewa, ndani ya miaka 4 mataifa zaidi ya 30 imeshindwa kuirejesha nyuma Urusi dhidi ya Ukraine. Kulingana na Bessent, viongozi wa Ulaya hatimaye watakuja kukubali msimamo wa Marekani na haja ya kubaki chini ya mwamvuli wa usalama wa Washington. Akizungumza tena mgogoro wa Ukraine, anasema nini kingetokea Ukraine ikiwa Marekani itaondoa uungaji mkono wake wa moja kwa moja? Mambo yote yataanguka, alisema, akiita uchaguzi kati ya Greenland na NATO kuwa ni uongo, kwa maana NATO bila Marekani hawawezi kufanya lolote. Trump ametishia kuzitoza ushuru nchi 8 za Ulaya zinazopinga msukumo wake juu ya Greenland, huku mvutano ukiendelea kupamba moto. EU imeonyesha kuunga mkono Denmark na inazingatia mpango wake wa kulipiza kisasi, ingawa Ujerumani imeshajiondoa uwepo wake mdogo wa kijeshi kutoka katika kisiwa hicho katikati ya mzozo huo. Urusi ambayo ina uwepo mkubwa wa Arctic lakini iko na maelfu ya kilomita kutoka Greenland iliita hali hiyo ya ajabu na upumbavu, ikibainisha kuwa inatambua kisiwa hicho kama eneo la Denmark. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.